Dunia Yetu leo mchana. Tatu, tunashukuru kwa kutusomea taarifa ya habari mchana huu msikilizaji. Pamoja na mengineyo, waasi wa AFC M23 wasema wako tayari kuondoka mji wa Uvira kwa sharti kwamba mji huo utabaki chini ya ulinzi wa kikosi kisichoegemea upande wowote. Utasikia ripoti, lakini pia utasikia wachambuzi wanaizungumziaje hatua hiyo. Kanasi na Marekani yaihakikishia Ukraine dhamana ya ulinzi wa mipaka. Ni dhamana ya aina gani? Mimi ni Lilian Mtono. Na uchambuzi unaanzia huko Ukraine. Marekani imeipa taifa hilo hakikisho la ulinzi wa mipaka yake sawa na lile walilonalo wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, wakati wawakilishi wa timu za upatanishi za Washington na Ulaya zikiripoti kwamba hatua kubwa imepigwa kwenye mazungumzo hayo, licha ya ukweli kwamba suala la Kiev kusalimisha sehemu ya ardhi zake kwa Urusi bado ni tete na tata. Zaidi ni kutoka kwa Mohamed Helef. Wajumbe waliotumwa na Rais Trump kwenye mazungumzo hayo mjini Berlin walimpa fursa hiyo Rais Zelensky hapo jana, lakini walionya kwamba pendekezo hilo halitobakia milele ikiwa halitokubalika kwa sasa. Jijini Washington, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba utawala wake unajaribu kuhakikisha kwamba makubaliano yanapatikana haraka iwezekanavyo. Rais Zelensky alisema baada ya mazungumzo hayo kwamba angeliomba Marekani kuwekea vikwazo vipya Urusi na kuipatia nchi yake silaha zaidi endapo Moscow itakataa pendekezo yanayojadiliwa kati ya Kiev, Washington na viongozi wa Ulaya, ingawa hakusema kama atakubali moja kwa moja kuiachia mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk kama anavyotaka Trump. Mazungumzo hayo ya jioni ya jana katika mji mkuu huo wa Ujerumani yamezusha matumaini mapya. Komisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema swala mamlaka ya Ukraine linapaswa kuamuliwa tu na Ukraine wenyewe. Mojawapo ya mahakikisho madhubuti kabisa ya muda mrefu ni lile la usalama, na ambalo liko wazi kabisa. Lazima lizingatiwe kwa misingi iliyo imara. Ni njia ya Ukraine kuingia kwenye Umoja wa Ulaya. Tutaheshimu uamuzi unaofanywa na Ukraine yenyewe. Vivyo hivyo, masuala yanayougusa Umoja wa Ulaya na NATO yatajadiliwa na wajumbe wa Umoja wa Ulaya na NATO. Kauli kama hiyo imetolewa pia na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk na Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, ambao wote wameonyesha uungaji mkono wao kwa hakikisho la usalama la Marekani kwa Ukraine, lenye wakati huo wakiashiria kuwa uamuzi wa mwisho ni wa Kiev na kutilia shaka endapo Moscow itakubaliana na pendekezo hilo. Bado hadi sasa Urusi haijasema ikiwa imekubali mabadiliko yoyote yaliyofanywa kwenye pendekezo la Trump uamuzi huo kwa siku za karibuni. Na tukiachana na mzozo huo nchini Ukraine, faharasa inayotolewa kila mwaka na shirika la kimataifa la misaada ya kiutu la International Rescue Committee kwa mara nyingine limeitaja Sudan kuwa ya kwanza miongoni mwa mataifa yaliyo na mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu ulimwenguni. Orodha hiyo inaangazia nchi 20 zilizo katika hatari zaidi ya kukumbwa na migogoro mipya ya kibinadamu ama kuzorota kwa hali ya dharura ya kibinadamu mwaka 2026. Wakiombogo anaangazia faharasa hiyo. Hii ni mara ya 3 mfululizo kwa Sudan kuongoza orodha hiyo iliyochapishwa leo Jumanne. Mkurugenzi mtendaji wa IRC David Miliband alisema katika taarifa kwamba kile ambacho IRC inaona katika maeneo husika si ajali ya kusikitisha. Orodha ya uangalizi ya mwaka huu ni ushahidi wa mateso, lakini pia ni onyo kwamba bila hatua za haraka kutoka kwa wale wenye uwezo wa kuleta mabadiliko, mwaka 2026 unaweza kuwa mwaka hatari zaidi kuwahi kushuhudiwa. Kulingana na orodha hiyo, baada ya Sudan kunafuata ukanda wa Gaza, ukingo wa Magharibi, maeneo ya Wapalestina ambayo IRC huyachukulia kwa pamoja, kisha Sudan Kusini, Ethiopia na Haiti. IRC ilisema kuwa ingawa nchi hii zinahifadhi takriban 12% tu ya idadi ya watu duniani, zinachangia 89% ya watu wote wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Pia iliongeza kuwa inakadiriwa nchi hizo zitakuwa na zaidi ya nusu ya watu masikini kupindukia duniani kufikia mwaka 2029. Umoja wa Mataifa pia umeelezea mgogoro wa Sudan kama mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Akizungumzia majanga haya, huyu hapa Filippo Grandi, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusu masuala ya wakimbizi UNHCR. This past year has been defined. Mwaka uliopita ulishuhudia misukosuko mfululizo, dhoruba moja baada ya nyingine. Kwa ujumla, kuwa dhoruba kamili kabisa. Tunashuhudia ukatili usioisha unaotekelezwa nchini Sudan, Ukraine, Gaza na Myanmar. In Gaza and in Myanmar. Vita vilizuka
Aprili mwaka 2023 kufuatia mvutano wa madaraka kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani. Zaidi ya watu milioni 12 tayari wameyakimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea nchini Sudan, ambapo wahudumu wa misaada wanakabiliwa na ukosefu wa rasilimali za kuwasaidia wanaokimbia, wengi wao wakiwa wamekuwa kuporwa au kupoteza wapendwa wao kutokana na ghasia hizo. Nchi nyingine zilizoko kwenye orodha hiyo ni Myanmar, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Burkina Faso, Lebanon, Afghanistan, Cameroon, Chad, Colombia, Niger, Nigeria, Somalia, Syria, Ukraine na Yemen. DW tunavuma kwa kishindo. Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Tuungali kwenye uchambuzi. Bunge nchini Zambia limepitisha kwa sauti moja mswada wa kubadili vifungu kadhaa vya katiba vinavyohusiana hasa na uchaguzi, huko upinzani ukilalamika kwamba hatua hiyo ni mpango wa kuimarisha nafasi ya Rais Hakainde Hichilema katika uchaguzi ujao. Zaidi anatuarifu Saumu Mwasimba. Zambia inatarajia kuingia kwenye uchaguzi mwezi Agosti mwaka 2026, lakini tayari upinzani unahisi zile njama za kuimarisha Rais Hakainde Hichilema kushinda kirahisi uchaguzi huo. Wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia na makanisa kadhaa yamekuwa yakifanya kampeni ya kupinga mswada wa kuifanyia marekebisho katiba, wakisema mswada huo umepitishwa haraka bungeni na lengo lake ni kumpa nguvu Hichilema na chama chake cha UPND katika uchaguzi wa mwaka ujao. Mwandishi wa habari Mary Kimiti aliyeko Zambia ameiambia DW kwamba anaamini mswada huo sio tu umepitishwa na wabunge kwa kishindo, lakini inaonesha unaungwa pia mkono na Wazambia wenyewe. Wabunge wako 156, kura zilizopigwa za huo mswada za ndio ni 153, lakini kura 3 tu ndo zilizosema hapana. Kwa hiyo ni swala la wananchi. Zambia ni moja kati ya nchi ambao wanafanya vizuri sana inapokuja katika swala la uchaguzi. Wanachagua na kumweka yule ambao wanahisi wao atawafaa kupitia chama chochote. Demokrasia huku naweza nikasema imekomaa sana. Mswada uliopitishwa jana unapendekeza mabadiliko ya vipengele kiasi 13 vya katiba, ikiwa ni pamoja na kupendekeza kuongezwa idadi ya wabunge wa kuchaguliwa kutoka viti 156 hadi 226 na kutenga nafasi maalum kwa wanawake. Mwandishi habari Mary Kimiti akiwa Lusaka ametupa mtazamo wake kwenye mabadiliko hayo. Watu wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu haki za wanawake, haki za walemavu, haki za vijana, ambao vijana ndio wanaojenga nchi kwa sasa. Tumeona wamepitisha kwamba sasa hivi kutakuwa na ongezeko la vijana 12, lakini kuna walemavu wamewapa nafasi walemavu nafasi 3. Wanawake tumewezesha, wanasema mwanamke akiwezesha anaweza nafasi 20, ambacho ni kitu kizuri. Waziri wa sheria wa Zambia Princess Kasune amesema kupitishwa kwa mswada huo na idadi ya wabunge 131 dhidi ya wabunge